Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wema ndio wanaumizwa zaidi? Sio bahati mbaya. Kuna mfumo wa kisaikolojia unaofanya watu wenye moyo safi kuwa rahisi kutumiwa kuliko wengine. Kuna kitu watu wengi hawajui kuhusu kuwa mtu mwema, na ukweli wake unaweza kukushtua. Leo nitakuonyesha sababu 7 zinazopelekea hicho kutokea. Kabla hatujaanza, nikuombe kitu kimoja. Bonyeza subscribe hapo na ujiunge nasi. Kwa sababu hapa tunavunja ukweli wa maisha ambao wengi hawawezi kukuambia wazi. Baki nami mpaka mwisho, kwani sababu ya 6 na ya 7 zitakubadilishia mtazamo wako kabisa. Sababu ya kwanza. Watu wema huwa hawaweki mipaka, na hilo huwafanya wawe rahisi kutumiwa. Mtu mwema mara nyingi anaamini kusaidia ni jambo la lazima kila wakati, bila kujali hali yake binafsi. Anapopewa jukumu, haulizi kama ana muda, nguvu au uwezo. Anachojali ni kutomwangusha mwingine. Tatizo linakuja pale ambapo watu wanaanza kuona upatikanaji wake kama haki yao badala ya msaada. Bila mipaka, watu hawajui wapi waishie, na mwisho wake mtu mwema hubeba mizigo ambayo si yake kimya kimya. Sababu ya pili. Watu wema huamini kila mtu ana nia njema kama wao. Kwa sababu wao wanafanya mambo kwa moyo safi, wanaamini pia wengine wanafanya hivyo. Hawaingizi haraka mawazo ya kwamba kuna mtu anaweza kuwa na nia ya kuwadhuru au kuwachukua kama advantage. Hii inawafanya wapuuze tahadhari muhimu na ishara za hatari, wakidhani ni overthinking au hukumu zisizo na msingi. Ukweli ni kwamba si kila mtu anaendeshwa na huruma au uadilifu, na pale mtu mwema anaposhindwa kutambua tofauti hiyo, anaishia kutoa imani na rasilimali zake kwa watu wasio na thamani nayo. Sababu ya tatu. Watu wema huogopa kusema hapana kwa sababu wanahusisha kukataa na kuwa mbaya. Kukataa ombi ni sawa na kumuumiza mtu au kuharibu uhusiano. Wanajisikia hatia wanapoweka maslahi yao mbele, kana kwamba wanawasaliti wengine. Hii inawasukuma kukubali vitu vingi visivyowafaa: kazi zisizo zao, mahusiano yanayowachosha na majukumu yasiyo na usawa. Wengine kwa upande wao wanaona udhaifu huo na kuutumia, wakijua hawatakutana na upinzani. Sababu ya 4. Watu wema hutafuta sana kukubalika na kupendwa, na hilo huwafanya wajitoe kupita kiasi. Mara nyingi wema wao unaambatana na hitaji la kuthibitishwa na wengine, kutaka waonekane bora, wapendwe au wasipoteze watu muhimu maishani mwao. Kwa sababu hiyo, wanajikuta wanabadilika ili kuendana na matarajio ya wengine, hata kama yanapingana na hisia au maadili yao. Wanajinyima kusema ukweli, wanajificha maumivu yao, na wanajitolea kupita kiasi ili kudumisha mahusiano. Lakini kadri wanavyopunguza nafsi yao ili kuwafurahisha wengine, ndivyo thamani yao inavyopungua machoni pa wale wanaowazunguka. Sababu ya 5. Watu wema huvumilia zaidi ya inavyopaswa, wakiamini mambo yatabadilika. Wanaamini katika subira, msamaha na nafasi ya pili. Hata pale ambapo mazingira yanaendelea kuwaumiza, wanajipa matumaini kwamba mtu atabadilika, hali itaimarika au juhudi zao zitaleta tofauti. Lakini kwa kufanya hivyo, wanakaa muda mrefu katika hali zinazowachosha kiakili na kihisia. Uvumilivu wao unageuka kuwa nafasi kwa wengine kuendelea kufanya yale yale bila kuwajibika. Badala ya kulinda amani yao, wanajikuta wanailinda tabia mbaya ya wengine. Sababu ya 6. Watu wema hutoa zaidi kuliko wanavyopokea, na hilo
hujenga usawa usio sawa katika mahusiano. Wanatoa muda wao, nguvu zao, msaada wao na hata rasilimali zao bila kuhesabu. Hawapimi kama wanachopokea kinaendana na wanachotoa, kwa sababu wanaamini kutoa ni sehemu ya utu wao. Tatizo ni kwamba kadri wanavyozidi kutoa bila kikomo, ndivyo wengine wanavyoanza kuona hiyo kama kawaida na si kitu cha kuthamini. Mahusiano yanapoteza usawa na mtu mwema anabaki akiwa amechoka, huku wengine wakiwa wanategemea tu kile anachoweza kutoa. Sababu ya 7. Watu wema hupuuza ishara ndogondogo za hatari, red flags. Wanapoona dalili za kutothaminiwa, kudharauliwa au kutumiwa, mara nyingi huzipa tafsiri nyepesi au kuzifumbia macho kabisa. Wanajikuta wanatoa sababu kwa tabia mbaya za wengine, wakisema labda mtu ana stress, labda hakumaanisha, au labda atabadilika. Kwa kufanya hivyo, wanachelewesha kuchukua hatua ya kujilinda. Na kadri wanavyoendelea kupuuza ishara hizo, ndivyo wanavyozidi kuingia ndani ya mzunguko wa kutumiwa, mpaka wanapogundua ukweli, tayari wameumia sana. Sio kila mtu atakuthamini kwa moyo wako safi. Wengine watautumia kama faida yao. Kwa hiyo, kabla hujaondoka hapa, jikumbushe hili. Wema wako unapaswa kukuinua, si kukuvunja. Na kama hii video imekusaidia kuona mambo tofauti, usisahau kusubscribe na kulike video hii tafadhali. Kwa sababu hapa tunaongea ukweli ambao wengi wanaogopa kuusema. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.